Maendeleo ya barabara zetu hizi tunavyoziangalia, tuangalie mwaka huu tunasikitika foleni. Lakini 2027 mnafahamu kuna nini? Kuna AFCON. Na mnafahamu watu walivyo na ushabiki na mpira. Hata tukimbizane hapa. Ni jambo ambalo litaipa Tanzania taswira ya ziada. Taswira mpya. Watu watajaa hapa. Sasa amejaa hapa, anajikuta anasafiri kutoka pale mjini mpaka hapa kwa muda wa masaa mawili. Kwa mfano kama sasa hivi Kigamboni, kuna taarifa rasi alishaniwasilishia. Kigamboni ni mji mzuri, lakini kufika kwake kutoka mjini pale ni kama mji umejifunga. Sasa ndio maana juzi tumesema ni kweli kwamba bandari sasa ina operate vizuri, inafanya kila kitu. Lakini ni muhimu sisi, na kama wenzangu pia walivyozungumza, tukaendelea kuwaza kuhusu kuunlock hiyo changamoto. Ingawa changamoto nyingine, ukweli kabisa, ambayo pia na yenyewe hii imekuwa na changamoto nyingine, ni kwamba tumezifukua barabara zote kwa pamoja, lakini kuna zingine ambazo wale wakandarasi kama wenzangu walivyozungumza wamesinzia. Wakandarasi wamelala kabisa, wanataka mpaka washtuliwe, mpaka wafanye hivi. Nilikwenda siku moja kwa Wachina fulani huko, yani ni tatizo kabisa. Sasa je, unajiuliza tatizo ni kujenga barabara kwa pamoja? Wala hiyo sio tatizo. Ila tatizo ni namna kumpata mkandarasi ambaye atakuwa ni sahihi kwa maendeleo ya mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa ujumla wake. Sasa tukienda kwa namna hiyo itasaidia sana. Na wastahiki mamea kutusaidia kupitisha yale mamikataba yenu mle ndani ambayo yanahusu maendeleo ya mle maeneo ya yale ndani ya halmashauri zenu. Naamini mstahiki meya wa Kinondoni ni Senator Sanisini. Nafikiri utakuwa mnapeana training ndogo ndogo. Unaongea, maana kuna sehemu zingine unaweza kukuta kuna mgogoro labda wa meya sio na mkurugenzi, ambao siku hizi kwa kweli jambo hilo hatulitarajii. Unajua zamani wewe mstahiki meya Songoro umeshaingia kwenye hii kazi, angalau umekushaona. Sasa sisi wengine wageni kuna makubwa mawili. Unaweza kaingia ukasema kwa hiyo hamna hela zaidi ya hapa. Kuna mbunge mmoja nilimsikia maana anasema kwa hiyo ndio hivi tu. Mbunge anasema kwa hiyo ndio hivi tu. Nafikiri wabunge mnaweza kama mmeona hilo kwamba hiyo moja ya kazi mnayofanya. Mimi wanarudia mara zaidi. Nadhani nyinyi wenzangu mnaweza kuwa mmeona. Moja ya kazi nzito kweli kweli inayohitaji moyo wa kujitolea tu ni hiyo kazi mnayoifanya. Lakini wananchi by perception huku wanajua nyinyi ni mamilionea. Na kila jambo ambalo wakifanya wanasema mbunge atafanya. Sasa hicho kitu kinaweza kawepo kwenu nyinyi mamea. Kwa hiyo ukajikuta labda meya kila siku unagombana na mkurugenzi. Kisa bwana nisaidie hela hii. Bwana hapa hamna. Unarukia kwa mkuu wa idara. Kwa idara hebu leta hela hii. Kwa idara sina. Tayari unakuta meya, mkurugenzi, kwa idara hamwendi pamoja. Kisa nini? Kwa hiyo mkielezana vizuri mnakuwa mnajua tu. Uzuri katika nyakati ambazo mkoa wa Dar es Salaam umekuwa na wakurugenzi wazuri kabisa ambao wanatoa ushirikiano mzuri kabisa, ni nyakati kama za leo. Hao wote wala mimi wala siwasifu kwa sababu wako hapa. Hapana. Hakuna jambo ambalo kama mkuu wa mkoa tunaweza tukazungumza na lisifanyike. Lakini kuna wakati ilikuwa inafika hapa, mkurugenzi amevaa tai anasimama kama vile sijui ni mtu gani. Halafu na mkuu wa wilaya anasimama kama sijui ni kitu gani. Meya naye atasimama, kwa ni mgogoro wa kwenda mbele. Meya anaongea hiki, mkuu wa wilaya kile, mkurugenzi hiki. RC akija naye anaongea kile. Sasa mwisho wa siku inakuwa sio nchi, bali inakuwa ni kama kituo kidogo cha kivita. Lakini kwa Dar es Salaam tukipata wasaidizi, mimi nimetaja wakurugenzi, nimeanzia mbali kule kwa kuwa ndio mnaofanya nao kazi karibu na mamea. Lakini mimi kwangu mpaka niende nikasigane na mkurugenzi nitachelewa sana, kwa sababu na mkono wangu wa kushoto huu hapa katibu tawala. Yeye ndiye atakayesigana kule moja kwa moja. Au mimi pia na mkono hawa wa kuwangu wa wilaya. Wao ndio watasigana huko moja kwa moja. Lakini lazima tuishi kwa mashirikiano, kwa sababu vipande ambavyo tumepewa vya kuvitawala havihitaji kila mtu atawale peke yake. Kuna wakati tulikuwa tunazuia wakina dada poa wale, nadhani tulifanya kazi moja nzuri sana. Sasa wale nao walikuwa wajanja sana. Wanaondoka Kinondoni wanaenda kusimama kwenye mpaka wa Kinondoni na Ubungo. Sijui nani anawafundisha, lakini
Tukienda pale anasema kwani sisi tuko Kinondoni? Sisi tuko Ubungo hapa. Na anajibalance Sinza pale somewhere hivi Sinza pale. Huku ni Ubungo, ni Kinondoni, huku ni Sinza. Huku ni Ubungo. Hata anasema Ubungo hiyo kitu sio, hawajakataza. Kwa hiyo ukifanya kazi peke yako hapa utajikuta unachokifanya hakijulikani. Hakina matokeo ya mpaka mwisho kwa sababu kila mmoja anafanya kazi peke yake. Kwa hiyo Katwala, kwa yale yote ambayo wenzangu wameyashauri, nadhani muhimu sana tuyaandike, tupate ile karablasha, tuwatawanyishie, tuwape kwa kila ambacho tumekubaliana, halafu tuendelee. Chama cha Mapinduzi pia kupitia katibu wetu wa chama amezungumza kuhusiana na masuala ya chama pia kuendelea kupigwa mawe katika mambo hayo. Akipigwa mawe chama maana anapigwa Mheshimiwa Rais. Na huku nje wao wanachokiona kwenye kila jambo nasema Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais. Kwa sisi watendaji tukiwa laissez faire kwa jambo lote lile, matusi na mawe yanakwenda kwa Mheshimiwa Rais. Sasa hili ni jambo moja la muhimu kwamba tunapotekeleza haya mipango yote ya maendeleo ni muhimu sana pia kuangalia kwamba tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha tunafanya maendeleo ambayo yanawahusu watu. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.